Mwaka uliopita wa fedha, mfuko umewezesha vikundi 912 vya wafugaji nyuki na mizinga ambavyo vimetoa mizinga zaidi ya 1040. Hayo ni baadhi tu ya mafanikio ambayo mfuko wa misitu Tanzania umeyapata kwa kipindi cha miaka 14 ya utendaji wake. Na kama nilivyosema, katika hicho kipindi miradi iliyopatiwa ruzuku sasa itaongezeka kutoka 1245 ukiongeza kwetu 137 itakuwa 1382. Mfuko wa Misitu Tanzania tangu ulipoanzishwa mpaka sasa umeshatoa ruzuku ya zaidi ya shilingi bilioni 70, ambazo ruzuku hizi zimeelekezwa katika miradi ya uhifadhi, usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za misitu. Kwa siku hii ya kwanza mafunzo yanafanyika kwa ajili ya vikundi vya wafugaji nyuki zaidi ya vikundi 79. Vikundi hivi vinatekeleza miradi mbalimbali inayohusiana na ufugaji nyuki katika maeneo karibu yote katika Tanzania bara. Tuko kwa ajili ya mafunzo ya wanufaika wapya wa ruzuku zinazotolewa na mfuko wa misitu Tanzania. Kwa leo tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2026 tunaanza mafunzo ya wadau wa vikundi vya ufugaji nyuki, ambapo tuna vikundi vinatoka kwenye wilaya zaidi ya 29 ambapo vilifanikiwa kupata ridhaa ya kuwezeshwa ruzuku ya mfuko wa misitu Tanzania kwa mwaka wa 2025. Na hivyo tunatarajia wadau hawa waweze kupata mafunzo ya namna ya kuweza kutekeleza miradi, hasa kwa ruzuku hizi ndogo ambayo ni ya shilingi milioni 10. Tukipata hizi fedha tutahakikisha, kwa sababu tuna msitu mkubwa pale, kwa hiyo tutajaza mizinga na pia hii itatusaidia, tutatengeneza baadhi ya vitu ambavyo vitasababisha msitu ule usichezewe, yani uwe tunautumia vizuri. Lengo letu ni kutunza ule msitu na mazingira pia, na pia kuongeza mizinga. Lengo letu. Nyuki ni wadudu ambao wanasaidia sana katika uchavushaji na uongezaji wa mazao ya rizeti pamoja na matunda. Hivyo tunaishauri jamii sasa ianze kufuga nyuki na tuache tabia ya ukataji miti hovyo na uchomaji wa misitu hovyo. Tukifanya hivyo tutasababisha hawa nyuki watoweke, na nyuki wakitoweka nchi pamoja na mazao ya chakula yataisha, kwa sababu uchavushaji mkubwa tunategemea kwa wadudu. Kwa wadudu wakitoweka hata mazao pia yatapungua. Kwa tunaishauri jamii ifuge nyuki, pia itunze miti.